Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Watakutana, nadhani atatembelea Marekani. Sijui watazungumza nini au Trump atamwambia nini, lakini kuna mkutano nadhani kati ya siku moja mbili zijazo watakutana na watazungumza. Sijui anaenda kumpa cheo gani au kumwahidi, kwa sababu ni kama Maria Machado amekata tamaa kwa kile ambacho labda kimetokea au kile kinachotokea, kwa sababu matumaini yake yamepotea na yamepotezwa, kuwa hawajapata kile ambacho wanachokitaka. Sasa kuna jambo moja nilikuwa nimelisoma, lilinichosha kweli. Lilinichosha, nikasema nitawashirikisha. Nikisema sana huwa naonekana kuna nchi sizipendi, lakini hizi nchi mbona zinazidi? Inabidi tuzungumze tu. Na kusomea hii taarifa alafu tutaijadili. Falme za Kiarabu zimepunguza ufadhili kwa raia wake kusoma katika vyuo vikuu vya Uingereza kutokana na mvutano na Uingereza kwa uamuzi wake wa Uingereza wa kutopiga marufuku Muslim Brotherhood kama shirika la kigaidi. Abu Dhabi imeondoa vyuo vikuu vya Uingereza kutoka kwenye orodha ya taasisi zinazostahili ufadhili wa masomo ya serikali, huku ikijumuisha vyuo vikuu nchini Israeli, Ufaransa, Marekani. Taarifa hii imeandikwa na Financial Times. Katika mwaka ulioisha wa mwaka 2025, wanafunzi 213 kutoka UAE walipewa visa kusoma katika vyuo vikuu vya Uingereza. Hali hii imepungua kwa asilimia 55 kutoka mwaka 2022. Hatua hiyo inaonyesha kuzorota kwa uhusiano kati ya UAE na Uingereza, huku Financial Times ikinukuu vyanzo vikisema maafisa wa UAE hawataki watoto wao wafanyiwe siasa za Uingereza. Kwa mujibu hawataki watoto wao wafanyiwe siasa kali chuoni. Kwa kujibu, maafisa wa Uingereza wanaripotiwa kusisitiza umuhimu wa uhuru wa kitaaluma. Mzizi wa mzozo unaonekana kuwa kutokubaliana kuhusu Muslim Brotherhood, ambayo UAE imeihimiza Uingereza kuipiga marufuku. Mnamo Disemba, UAE ilichukua hatua isiyo ya kawaida ya kumlipa Nigel Farage, kiongozi wa chama cha mrengo wa kulia cha Reform UK. Alisafiri hadi kwenda Abu Dhabi akakutana na maafisa wakuu kuhusu upinzani wa pamoja dhidi ya Muslim Brotherhood. Yani alikutana na maafisa wakuu wa Abu Dhabi ili wapange mkakati wa yeye kuwa yeye atakuwa ni sehemu ya kuzuia Muslim Brotherhood. Farage, ambaye chama chake kinaongoza kura za maoni za kitaifa, aliapa mnamo Septemba kwamba chama cha Reform kitaipiga marufuku Muslim Brotherhood ikiwa kitachaguliwa. Serikali ya Labour imesema inaweka suala la kuipiga marufuku Brotherhood chini ya uhakiki wa karibu. Muslim Brotherhood, ambayo ilianzishwa Cairo mwaka 1928, ni mojawapo ya vikundi vikubwa vinavyojulikana zaidi vya kisiasa vya Kiislamu duniani. Imesisitiza kuwa muda mrefu kwamba ni shirika la amani linalotaka kushiriki katika siasa za kidemokrasia, lakini linachukuliwa kuwa tishio kubwa na serikali nyingi za kidikteta katika Mashariki ya Kati na Afrika ya Kaskazini. Katika matukio machache ambapo uchaguzi huru hufanyika katika eneo hilo, vyama vya Muslim Brotherhood au vyama vinavyohusishwa na Muslim Brotherhood mara nyingi hushinda moja kwa moja na kuunda chama kikubwa zaidi cha upinzani. Kundi hilo limepigwa marufuku nchini Misri, Saudi Arabia, Bahrain na UAE. Mnamo mwaka 2017, kamati ya mambo ya nje ya Uingereza, baada ya uchunguzi kuhusu sera ya serikali kuelekea Uislamu wa kisasa au Uislamu wa kisiasa, ilihitimisha kwamba Waislamu wa kisiasa walikuwa na kinga dhidi ya msimamo mkali, wanapaswa kuhusika iwe wanapokuwa madarakani au katika upinzani. Nigel Farage alikutana na maafisa wakuu wa UAE kujadili Muslim Brotherhood katika safari iliyofadhiliwa. Lakini uchunguzi wenyewe ulioagizwa na serikali ya awali ya muungano uliripoti kufuatilia ushawishi wa maafisa wa UAE.
UAE ina rekodi ya kutaka kuhimiza ukandamizaji dhidi ya Uislamu wa kisiasa na usio wa vurugu nchini Uingereza. Mnamo Januari 2025, UAE iliyataja mashirika 8 ya Uingereza kama makundi ya kigaidi kutokana na madai ya uhusiano na udugu wa Kiislamu, Muslim Brotherhood, ingawa hakuna hata moja kati ya mashirika haya inayochukuliwa kuwa imevunja sheria zozote za Uingereza. Kwa kujibu, mbunge wa Mageuzi Richard Tise alihimiza serikali ya Labour kuchukua hatua kwa mashirika yaliyotajwa ya UAE, jimbo ambalo upinzani wa kisiasa kwa serikali ya aina yoyote umepigwa marufuku na lina hatari ya kufungwa jela kwa nguvu. Mnamo mwaka 2023 ilifichuliwa kwamba UAE ilikuwa imeilipa Alp Service, kampuni ya kibinafsi ya ujasusi iliyoko Geneva, ili kuchafua shirika kubwa zaidi la Kiislamu la Uingereza, Islamic Relief Worldwide IRW, kwa kutafuta kuwaunganisha maafisa wake na Muslim Brotherhood na watu wenye msimamo mkali. Sasa wito unaongezeka wa kupigwa marufuku kwa shirika hilo. Farage aliambia mkutano wa Mageuzi mnamo Septemba kwamba tutazuia mashirika hatari yenye uhusiano na ugaidi yanayofanya kazi nchini mwetu. Kwa nini tumekuwa wazito kuhusu hili? Conservative na Labour sijui. Kote Mashariki ya Kati, nchi zimepiga marufuku na kuitangaza Muslim Brotherhood kama shirika hatari, na sisi tutafanya hivyo hivyo. Umeelewa? Watu wanakuambia mchawi ni binadamu, bundi, paka ni wanatumwa tu. Mchawi ndugu. Kuna wakati huwa tunaona nchi zinafanya matukio fulani halafu tunazihusisha moja kwa moja, huwa hatuyajui yaliyo chini. Taarifa hii inakuthibitishia na kukuonyesha kuwa vita inayofanywa katika nchi za magharibi dhidi ya mashirika ambayo yanaonekana kama ya Kiislamu inaratibiwa na nchi ambazo zinafahamika kuwa ni nchi za Kiislamu. Nimekusomea hii taarifa. UAE wanayataja mashirika 4 ya Uingereza ambayo yanahudumu kwenye taasisi za Kiislamu kuwa haya yaunganishwe na Muslim Brotherhood. Nilishawahi kuwahadithia kuhusu Muslim Brotherhood kuanzia Misri, kuanzia Gaza, kwenda Syria na kwingine. Nilishawahi kuwahadithia kuhusu Muslim Brotherhood, tishio lao na kila kitu ambao limekuwa. Hawakubaliki katika karibu nchi zote za Kiarabu kwa sababu 99.9% ya nchi zote za Kiarabu zinatawala za kiimla, zinatawala zisizotoka madarakani, zinatawala ambazo zimeshika mkono wa chuma. Niliwaambia nchi pekee ya Kiarabu ambayo ilikuwa imepiga hatua na yenyewe kabla ya kurudi nyuma ilikuwa ni Tunisia tu. Tunisia ndio ilipiga hatua ya kwenda mbele katika kile kinachoitwa demokrasia, uhuru, vyombo vya habari na kila kitu. Ilikuwa ni Tunisia peke yake. Lakini zote zilizobaki katika Arab League, nchi 21 zinazobaki kwenye Arab League, zote ni rasimu, ni nchi ambazo sijui nikwambie nini. Ni nchi ambazo hazina mageuzi, ni nchi ambazo zinatawaliwa kifalme, ni nchi ambazo zinatawaliwa kidugu, ni nchi ambazo hazina sijui zote. Nchi zote 21 nchi zote wanachama wa Arab League, kwa sababu Arab League ni nchi 22. Ukitoa Tunisia ilivyokuwa, lakini sasa unazingiza zote 22. Sasa hebu angalia hiki kinachokushangaza kuwa Uingereza, UAE inagoma kupeleka watoto wake kwenda kusoma kwenye vyuo vikuu vya Uingereza kwa sababu wale watoto watalishwa itikadi kali, kwa sababu mle vyuoni wanakutana na our Brotherhood ambao huwachochea. Yani wanasema kuwa wanaanza kuwafumbua macho kuwa hii sio sahihi, hiki sio sahihi. Sasa hawataki, wanataka ile iwe pigwe marufuku ya mashirika ya kigaidi ili ile iondoke, ili watoto wao wasome pale. Ndio maana wanaamua kuwa sasa watoto wao watasomea Ufaransa, Marekani na Israeli, sio tena Uingereza. Hawa UAE wanafadhili kwa fedha serikali za kigeni za magharibi kwa ajili ya kudhibiti nguvu na power ya Waislamu. Ndio maana nawaambia kuna wakati huwa tukizungumza swala la Palestina, tunapokaa tunazungumza, mimi huwa napenda kulalamikia Marekani na mtu mwingine, lakini mara kadhaa huwa ninarudi kwa Waarabu. Saa watu mlaumu Marekani na nini? Hao Waarabu wamefanya nini? Nani kawafikisha wa Palestina hapa? Mara nyingi napenda kuuliza, nani kawafikisha wa Palestina hapa? Nitawaambia kuwa wa Palestina wamefikishwa hapa na Waarabu, hata sio Israeli. Kwa sababu wa Palestina hawakuwa na nguvu 1947, na lizungumza kila siku. Wakati azimio la 181 linapitishwa la kuanzisha State of Israel,
55%. 45 wakaambiwa 44 watakaa Palestina. Wa Palestina hawakuwa na nguvu ya kupambana, maana yake kuwa wangesema okay sawa, tutakaa kwenye 40 yetu, hawa wengine wakae kwenye 55 yao. Lakini walio washajaa, Waarabu wanasema, walio wachochea wa Palestina ni Waarabu. Wanawaambia Palestina, msikubali, tuko nyuma yenu, Yahudi hawezi kuchukua ardhi yenu, tutapigana nao na tunahakikisha tunawaondoa kwenye ardhi, na hii ardhi yote na kwa Waarabu. Lakini wangeacha wa Palestina leo, labda wangekuwa na 44 yao na wale wangekuwa na yao, lakini Waarabu waliwashaja, wanakuambia waliwachochea, wakaingia, wakaenda ku counter, tutaitaka ardhi yetu. Wakaanza kupoteza 48 wakapoteza, wa Palestina wakahama zaidi ya 7,500, majumba yakachukuliwa, kila kitu. Mwaka 67 wakazidi kupoteza, wakati Waarabu wanaandaa tena kufanya counter, wakapoteza. Vita vya miaka 73 wakapoteza, vita ya miaka 82 wakazidi kupoteza. Leo wa Palestina wanaishi chini ya 22%. Nani aliwapeleka hapo wa Palestina? Ni Waarabu wenzao waliwapeleka kuwafikisha hivyo. Leo wamebaki na chini ya 22%, wote wameogeuka, kila mmoja yuko kwake na maslahi. Wale wote waliokuwa wakiwaambia sisi tuko nyuma yenu, wote hawapo. Wamewatumia wao kama bondi, wamewatumia wao kama dhamana ya kupata, wamewatumia wao kila kitu wanavyowatumia ili wao waweze kupata kikubwa. Hao ndio wamefanya hivyo, na ndio imekuwa hivyo. Sasa leo hii unaona UAE anakwenda kwa nchi ya kigeni kufadhili harakati za kuzuia tu harakati zile za yani kuna wazayuni kuzidi yani kuna nchi za Kiarabu ni za kizayuni kuzidi nchi za kizayuni. Yani Waarabu ni wazayuni kuzidi wazayuni baadhi ya nchi. Yani mpaka unajiuliza, yani nilisoma hii taarifa nikaanza kupekua kwenye vitu vyangu vingine, nikaanza kupekua mpaka nikakosa sijui niseme nini. Na ninawasema sana UAE, labda wataninyima hata visa siku. Rahby Digital, haki na ukweli.